Mheshimiwa Rais mara baada ya kushika hatamu ya kuliongoza taifa letu aliweka bayana vipaumbele na mwelekeo thabiti unaolenga kuwatumikia wananchi wa Tanzania wakati alipolihutubia bunge lako tukufu tarehe 22 Aprili mwaka 2021. Mheshimiwa Naibu Spika, katika hotuba yake Mheshimiwa Rais aliahidi kudumisha mazuri yote ya awamu zilizopita, kuyaendeleza mema yaliyopo na kuibua mengine mapya. Alisisitiza utekelezaji wa ahadi hizo kupitia salamu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Kwa hakika kazi imefanyika, yaliyoachwa yametekelezwa, mapya yameibuliwa tena kwa mafanikio na tunasonga mbele. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile Mheshimiwa Rais alielekeza serikali anayoiongoza kutekeleza majukumu kwa kuzingatia falsafa ya 4Rs ambayo inasisitiza umuhimu wa kuwa na maridhiano, ustahimilivu, mabadiliko na kujenga upya. Falsafa hiyo inalenga kulileta taifa pamoja, kujenga hali ya uvumiliana, kuwa na makubaliano ya pamoja katika kulijenga upya taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuzingatia mwelekeo wa maono ya Mheshimiwa Rais katika kipindi cha uongozi wake, serikali ya Chama cha Mapinduzi imepata mafanikio makubwa katika utekelezaji wa shughuli mbalimbali za maendeleo. Shughuli hizo ni pamoja na ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya uchumi, kuongeza fursa za uwezeshaji wa wananchi kiuchumi kupitia sekta za uzalishaji, kuboresha huduma za kijamii ikiwemo afya, elimu na maji, kutekeleza mikakati thabiti ya kuvutia uwekezaji nchini na kukuza uhusiano wa kimataifa na diplomasia ya kiuchumi. Mafanikio yaliyopatikana yanawezesha kukua kwa uchumi wa nchi yetu pamoja na kuboresha maisha ya wananchi. Ninaomba sasa nilitaarifu bunge lako tukufu na wananchi wote wanaosikiliza kupitia vyombo vya habari wote kwamba baadhi ya mafanikio makubwa yaliyopatikana katika uongozi wa awamu ya 6 ni haya yafuatayo. Moja, uzalishaji wa ajira. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeendelea kubuni na kutekeleza mikakati mbalimbali ya kuzalisha fursa za ajira nchini kupitia uwekezaji na utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati ikiwemo ujenzi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki, reli ya kisasa, bwawa la kufua umeme la Julius Nyerere na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato. Vile vile serikali imeweka mazingira wezeshi kwa sekta binafsi kukua na kupanua wigo wa uzalishaji wa ajira hapa nchini. Kutokana na jitihada hizo, katika kipindi cha Novemba 2020 hadi Februari 25, jumla ajira milioni 8,084,204 zimezalishwa katika sekta ya umma na sekta binafsi. Ya pili ni ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kimataifa. Mheshimiwa Naibu Spika, tarehe 1 Agosti 2024, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alizindua huduma za usafiri wa reli kati ya Dar es Salaam, Morogoro mpaka Dodoma. Hadi kufikia Februari 2025, abiria milioni 1,809,983 wamesafirishwa na jumla shilingi bilioni 54.9 zimekusanywa. Uwepo wa huduma hiyo ya treni umepunguza muda wa safari kati ya Dar es Salaam na Dodoma kutoka wastani wa saa 10 kwa basi hadi kati ya saa 3 na 4 kwa kuchagiza kasi ya maendeleo ya uchumi na kijamii hapa nchini. Eneo jingine ni ujenzi wa reli ya kati na kiwango cha kimataifa. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeendelea kutekeleza mradi wa ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kimataifa. Hadi kufikia Februari mwaka huu 2025, ujenzi wa kipande cha kutoka Mwanza Isaka kilomita 341 umefikia asilimia 62.37. Makutopora Tabora kilomita 368 umefikia asilimia 14.35. Tabora mpaka Isaka kilomita 165 umefikia asilimia 6.33, na Tabora Kigoma kilomita 506 umefikia asilimia 7.34. Aidha, maandalizi ya kuanza ujenzi wa kipande cha Uvinza Malagarasi mpaka Msongati kilomita 282 yameanza, ambapo serikali ya Tanzania na Burundi zilisaini mkataba wa ujenzi wa kipande hicho siku ya tarehe 29 Januari mwaka huu 2025. Eneo jingine ni uimarishaji wa huduma za bandari ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuzingatia ushindani wa kibiashara uliopo katika ukanda wa Bahari ya Hindi,
nchi yetu imechukua hatua mahususi ili kunufaika na fursa ya kijiografia ambayo tunayo ya kuwa ni lango kuu la biashara kwa nchi jirani. Hatua hizo ni pamoja na uboreshaji wa bandari zetu zilizoko katika bandari kuu na uwekezaji wa sekta binafsi katika kutoa baadhi ya huduma bandarini. Idadi ya makasha yanayohudumiwa kwa sasa yameongezeka na kufikia 686,515 katika kipindi cha Julai 2024 hadi Februari 2025, ikilinganishwa na makasha 670,724 yaliyohudumiwa katika kipindi kama hicho wa mwaka uliopita. Ongezeko hilo linachangiwa na uwekezaji uliofanywa katika gati 0 mpaka 7, ambapo idadi ya makasha yaliyohudumiwa katika eneo hilo yaliongezeka kutoka 122,339 hadi 160,286 katika kipindi hicho. Aidha, muda wa meli za makasha kusubiri nangani umeondolewa kabisa. Hivi sasa meli hufunga na geti mara tu zinapowasili katika bandari ya Dar es Salaam. Hali hiyo imepunguza wastani wa muda wa meli zisizokuwa za makasha kusubiri nangani kutoka siku 46 za awali hadi siku 7. Mheshimiwa Naibu Spika, mafanikio mengine yaliyopatikana katika bandari ya Dar es Salaam ni pamoja na kupungua kwa idadi ya meli zinazosubiri nangani kutoka meli 30 hadi 3. Muda wa meli kuhudumiwa nao umepungua kutoka siku 4 hadi siku 3 kwa meli za makasha. Muda wa kuhudumia meli za mafuta umepungua nao kutoka siku 10 hadi siku 3. Kuimarika kwa utoaji wa huduma hizo kumepunguza tozo za meli hizo kusubiri nangani na hivyo kuchagiza kupunguza gharama za bidhaa kwa Watanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile mapato ya mamlaka ya usimamizi wa bandari kwa mwezi yameongezeka kutoka wastani wa shilingi bilioni 850 mwaka 2023/24 hadi kufikia wastani wa shilingi trilioni 1 mwaka 2024/25. Aidha, mapato yanayokusanywa kutokana na ushuru wa forodha nayo pia yameongezeka kutoka shilingi trilioni 9.35 mwaka 2023/24 hadi shilingi trilioni 9.86 kufikia Februari 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, tunaimarisha shirika la ndege la Tanzania ATCL. Serikali imeendelea kuimarisha shirika la ndege Tanzania ili liweze kutoa huduma bora za usafiri wa anga kwa abiria na mizigo yake ndani na nje ya nchi. Serikali kufikia kipindi cha Novemba 2020 hadi Februari 2025 ilitumia trilioni 1.49 kununua ndege 7, ambapo ndege 6 ni za abiria na ndege 1 ni ya mizigo. Ununuzi wa ndege hizo umelifanya shirika kuwa la jumla na ndege 16 ambazo zimeimarisha na kuongeza safari za ndege za ndani na nje ya nchi. Hivi sasa shirika la ndege Tanzania limeongeza safari za ndege kwenda nje ya nchi, ambapo ndege zake zinasafiri kwenda Johannesburg, Afrika Kusini, Guangzhou nchini China, Mumbai, India, Lubumbashi, DRC, Lusaka na Ndola nchini Zambia, Harare nchini Zimbabwe, Dubai kwenye Falme za Kiarabu, Nairobi nchini Kenya, Entebbe nchini Uganda, Bujumbura nchini Burundi, Moroni, Komoro, na hivi karibuni itaanza safari za moja kwa moja kutoka Dar es Salaam hadi Kinshasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mheshimiwa Naibu Spika, ongezeko la ndege limechangia pia kuongezeka kwa idadi ya abiria wanaohudumiwa kutoka abiria 822,232 kwa mwaka 2021 hadi abiria 3,818,567 Februari 2025. Mizigo kutoka tani 2,567 mwaka 2021 hadi tani 5,730.48 Februari 2025. Kadhalika, mapato yetu yameongezeka kutoka shilingi bilioni 254 mwaka 2021 hadi shilingi trilioni 1.5 Februari 2025 mwaka huu. Eneo la ujenzi wa madaraja makubwa. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imekamilisha ujenzi wa madaraja makubwa ya Tanzanite lililoko jijini Dar es Salaam lenye urefu wa kilomita 1.03, kule Wami mkoani Pwani lenye urefu wa mita 510. Aidha, inaendelea kutekeleza ujenzi wa daraja la Kigongo Busisi mkoani Mwanza lenye urefu wa kilomita 3.2
ambao umeshafikia asilimia 98. Lengo la ujenzi wa madaraja hayo ni kurahisisha shughuli za kiuchumi na ufikiwaji wa huduma za kijamii kwa haraka kwa kupunguza foleni na muda wa usafiri wake. Mheshimiwa Naibu Spika, ujenzi wa ukarabati wa meli katika maziwa makuu. Utoaji wa huduma za usafiri katika maziwa makuu umeendelea kuimarishwa ili kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanapiga hatua za kiuchumi. Kazi zinazotekelezwa ni pamoja na ujenzi wa meli ya MV Mwanza kwa gharama shilingi bilioni 109. Ujenzi wa meli hii umefikia asilimia 98 na itakapokamilika itakuwa na uwezo wa kubeba abiria 1200 pamoja na tani 400 za mizigo, vile vile magari madogo 20 na malori matatu. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile serikali inaendelea na ukarabati wa meli katika ziwa Tanganyika ambazo ni MT Sangara kwa gharama ya dola za Kimarekani milioni 3.60 ambao umefikia asilimia 98 vile vile. Mradi huo utakapokamilika utawezesha kubeba shehena ya mafuta kiasi cha lita 410,000 na MV Liemba kwa gharama ya dola za Marekani milioni 13.19 ambao umefikia asilimia 15, na mradi huo utakapokamilika utawezesha kubeba abiria 600 na tani 200 za mizigo. Mheshimiwa Naibu Spika, ukamilishaji wa mradi wa kuzalisha umeme wa bwawa la Julius Nyerere wa megawati 2115. Serikali inaendelea kukamilisha ujenzi wa mradi wa uzalishaji umeme katika bwawa la Julius Nyerere kwa gharama ya shilingi trilioni 6.6. Ujenzi wa mradi huo wenye uwezo wa kuzalisha umeme wa megawati 2115 kwa siku umekamilika. Hadi Machi 2025, jumla megawati 2115 zimeunganishwa kwenye gridi ya taifa na hivyo kuongeza kiwango cha umeme katika gridi ya taifa kufikia megawati 4031.7, na kuanza kwa uzalishaji wa umeme katika mradi huo kumeongeza kiwango cha upatikanaji wa umeme na uhakika kwa kuwa chachu ya kasi ya maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, uunganishaji wa umeme vijijini. Katika kipindi cha Novemba 2020 hadi Februari 2025, serikali imeunganisha umeme katika vijiji 4071 kwa gharama shilingi bilioni 1,593 na hivyo kuwezesha vijiji vyote 12,318 vya Tanzania bara kuunganishwa na umeme. Hatua inayofuata sasa baada ya kukamilisha mradi wa kupeleka umeme katika vijiji vyote ni kupeleka umeme kwenye vitongoji, ambapo jumla vitongoji 33,657 kati ya 64,359 sawa na asilimia 52.3 vimeunganishwa na huduma ya umeme. Usambazaji wa umeme katika vijiji na vitongoji utawezesha wananchi kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi, hususani zinazohitaji nishati ya umeme zikiwemo kuchomelea vyuma, useremala, kuchakata nafaka na kuchenjua madini. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuzungumzia ujenzi wa bomba la mafuta kutoka Uganda hadi Tanga nchini Tanzania. Serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na serikali ya Uganda inatekeleza ujenzi wa mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki lenye urefu wa kilomita 1443 kutoka Hoima nchini Uganda mpaka Tanga hapa nchini Tanzania. Utekelezaji wa mradi huo umefikia asilimia 55, ambapo kilomita 1115 za bomba hilo zinapita hapa nchini. Serikali tayari imeshachangia mtaji wa dola za Marekani milioni 376 sawa na asilimia 15 ya hisa. Kupitia mradi huo jumla ajira 6610 za muda na ajira 114 za kudumu zimeshaanza kuzalishwa. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nieleze ujenzi wa shule za sayansi za wasichana katika mikoa 26 Tanzania bara. Kama ambavyo mnakumbuka, wakati anaingia madarakani Mheshimiwa Rais alieleza azima yake ya kumsaidia mwanamke. Katika kutekeleza azima hiyo, serikali ya awamu ya 6 imejenga shule za wasichana katika mikoa 26 zenye michepuo ya masomo ya sayansi. Hadi sasa ujenzi wa shule hizo umegharimu shilingi bilioni 121.55 za Tanzania na tayari wanafunzi 10,274 wameshadahiliwa na wanaendelea na masomo.
uwezeshaji wa wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande mwingine, serikali ya awamu ya 6 imeanzisha programu ya ufadhili wa wanafunzi wa elimu ya juu inaitwa Samia Scholarship Program kwenye fani za sayansi, teknolojia, ubunifu, uhandisi, hisabati na tiba, hasa kwa wenye ufaulu wa kiwango cha juu. Fedha shilingi bilioni 6.63 zimekwisha tolewa tangu kuanza kwa programu hiyo na kunufaisha wanafunzi 1313. Vile vile serikali inatoa ufadhili wa mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu na vyuo vya kati wanaosoma stashahada za fani na ufundi. Tangu kuanzishwa kwa mpango huo, shilingi bilioni 20.08 zimetolewa na kunufaisha wanafunzi 7732. Pia serikali imeanzisha mfuko wa wabunifu unaojulikana kama Samia Innovation Fund ili kusaidia wabunifu kuchochea biashara za ubunifu na kuongeza fursa za ajira. Ujenzi wa miundombinu ya kutolea huduma za afya. Mheshimiwa Naibu Spika, utoaji wa huduma za afya nchini umeendelea kuimarika kutokana na jitihada zinazofanywa na serikali kwa kushirikiana na wadau wa sekta binafsi. Jitihada hizo zimewezesha kuongezeka kwa vituo vya kutolea huduma za afya kutoka vituo 8458 mwaka 2020 hadi vituo 9826 kufikia Februari mwaka huu 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile idadi ya hospitali zinazotoa huduma za magonjwa ya dharura zimeongezeka kutoka 7 mwaka 2020 hadi 116 mwaka 2025. Pia vituo vya kutolea huduma za afya vyenye majengo ya mama na mtoto vimeongezeka kutoka 681 mwaka 2020 hadi 7397 Februari 2025. Kutokana na jitihada hizo, vifo vinavyotokana na uzazi vimepungua sana kutoka vifo 556 kwa kila vizazi hai 100,000 kwa mwaka 2020 hadi vizazi 104 kwa kila vizazi hai 100,000 kufikia Februari 2025. Na vifo vya watoto wenye umri chini ya miaka 5 navyo vimepungua sana kutoka vifo 67 kwa mwaka 2020 hadi vifo 43 kufikia Februari mwaka huu 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuzungumzia huduma za kibingwa na ubingwa bobezi wa hali ya upatikanaji wa dawa na vifaa tiba. Mheshimiwa Naibu Spika, huduma za kibingwa na ubingwa bobezi zimeendelea kuimarika. Hivi sasa huduma hizo zinapatikana katika hospitali ya rufaa za mikoa na zinatoa huduma 8 za kibingwa ambazo hapo awali zilikuwa zinapatikana katika ngazi ya kanda. Huduma hizo ni pamoja na afya ya uzazi na magonjwa ya wanawake, afya ya watoto, magonjwa ya ndani, upasuaji mifupa na ajali, huduma za dharura, huduma za mionzi, huduma za ganzi na huduma za dawa za usingizi. Mheshimiwa Naibu Spika, hali ya upatikanaji wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi vya kisasa na bidhaa za afya imeimarika sana kutoka 47% ya mwaka 2020 hadi 89.3% kwa Februari 2025. Mafanikio hayo makubwa yameendelea kuwavutia wagonjwa kutoka nje ya nchi pia na kuimarisha tiba utalii, ambapo hadi Februari 2025 wagonjwa 7843 kutoka nje ya nchi wametibiwa ikilinganishwa na wagonjwa 5705 kwa mwaka 2020. Mheshimiwa Spika, naomba kueleza pia kwenye eneo la kuongezeka upatikanaji wa huduma ya maji mijini na vijijini. Hali ya upatikanaji wa maji imeendelea kuimarika kutokana na utekelezaji wa miradi ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya kutolea huduma za maji vijijini na mijini. Jumla ya miradi 1633 imekwisha tekelezwa. Kati ya hiyo miradi 1335 ni ya vijijini na miradi 298 ni ya mijini. Miradi hiyo imeongeza kiwango cha upatikanaji wa huduma za maji vijijini kutoka wastani wa 70.1 kwa mwaka 2020 hadi wastani wa 79.6 kwa mwaka 2025. Kwa upande wa mijini kutoka wastani wa 84 kwa mwaka 2020 hadi wastani wa 90 kwa mwaka 2025. Kutokana na ongezeko hilo, wananchi 12,547 milioni 12,547,526
wamenufaika na huduma ya maji safi na yaliyo salama. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuzungumzia idadi ya watalii waingiao nchini. Kutokana na mchango mkubwa wa sekta ya utalii katika kuingiza fedha za kigeni nchini na kukuza uchumi wa maendeleo, serikali imeendelea kuchukua hatua mahususi ili kuhakikisha sekta hiyo inaendelea kuwa na mchango mkubwa katika pato la taifa letu. Kutokana na umuhimu huo, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliamua kufanya jitihada binafsi za kutangaza vivutio vya utalii nchini kupitia filamu ya Tanzania ijulikanayo kwa The Royal Tour na Amazing Tanzania. Jitihada hizo zimechangia kuongeza idadi ya watalii kutoka watalii 1,711,625 kwa mwaka 2021 hadi watalii 5,360,247 kufikia mwaka 2024. Kati yao watalii wa kimataifa waliongezeka kutoka 922,692 mwaka 2021 hadi 2,249,895 kwa mwaka kufikia mwaka 2024, sawa na ongezeko la asilimia 132.24. Na idadi ya watalii wa ndani nayo imeongezeka kwa asilimia 307.94 kutoka watalii 788,933 mwaka 2021 hadi watalii 3,218,352 kufikia mwaka 2024. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nizungumzie hali ya ujenzi wa mji wa serikali pale Mtumba. Serikali inaendelea kutekeleza miradi ya ujenzi wa mji wa serikali unaojumuisha majengo 34. Kati ya hayo majengo 24 ni ya wizara na mengine 10 ni ya taasisi. Aidha, wastani wa hatua za ujenzi wa majengo umefikia asilimia 89.7. Licha ya majengo hayo, serikali pia imejenga jengo la Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa pamoja na makao makuu ya Jeshi la Wananchi Tanzania katika eneo la Kikombo. Mradi huo unaotekelezwa kwa gharama shilingi bilioni 534.4 utakapokamilika utawezesha wananchi kupata huduma kwa urahisi na kupendezesha jiji letu la Dodoma na hivyo kuwa moja ya vivutio vya utalii hapa mkoani Dodoma. Kuimarisha diplomasia ya kiuchumi. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Novemba 2020 hadi Machi 2025, serikali imeimarisha ushiriki wake katika nyanja ya kidiplomasia kwa kujumuisha ushirikiano wa kikanda, kimataifa na diplomasia inayozingatia maslahi ya kiuchumi. Katika kipindi hicho, nchi yetu imeshiriki katika mikutano 312 ya kikanda na kimataifa na mikutano 42 ya tume ya kudumu za pamoja ambayo imewezesha kusainiwa kwa hati za makubaliano 229. Mheshimiwa Naibu Spika, kutokana na kuimarika kwa mahusiano wa kimataifa, mkutano wa 38 wa wakuu wa nchi na serikali na Umoja wa Afrika uliofanyika tarehe 15 Februari mwaka huu 2025 jijini Addis Ababa, Ethiopia, ulichagua Tanzania kuwa mjumbe wa kamati ya uongozi wa Umoja wa Afrika kwa mwaka 2025. Kuchaguliwa huko kwa Tanzania katika nafasi hiyo kutawezesha nchi kunufaika na nafasi za ajira zinazotolewa kwa kuzingatia uwiano wa wakilishi katika nchi wanachama na kujenga mtangamano imara na wenye maslahi kwa pande zote. Mheshimiwa Naibu Spika, vile Agosti 2024 serikali iliratibu ushiriki wa Tanzania katika mkutano wa 44 wa kawaida wa wakuu wa nchi za serikali wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika uliofanyika Harare kule Zimbabwe. Katika mkutano huo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliteuliwa kuwa mwenyekiti wa asasi ya SADC ya siasa, ulinzi na usalama kwa kipindi cha mwaka mmoja kuanzia Agosti 2024. Mheshimiwa Naibu Spika, mikutano ya ziara hizo pamoja na jitihada kubwa za diplomasia zinazofanywa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, zimeleta mafanikio makubwa kwa nchi yetu. Mafanikio hayo ni pamoja na upatikanaji wa fursa za masoko nje ya nchi, lakini pia wawekezaji kutoka nje wameendelea kupatikana. Misaada na mikopo yenye masharti nafuu nayo pia kutoka kwa washirika na maendeleo yameendelea kupatikana. Ongezeko la fursa za ajira na ufadhili wa masomo za nje ya nchi nayo pia imeendelea kupatikana. Mheshimiwa Naibu Spika,
Sasa naomba kuzungumzia utekelezaji wa shughuli za serikali kwa mwaka wa fedha 2024/2025. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kuainisha baadhi ya mafanikio makubwa ambayo nimeyataja yaliyopatikana katika kipindi cha uongozi wa serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa jemedari wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa ninaomba nieleze utekelezaji wa shughuli za serikali katika mwaka wa fedha 2024/2025 ambao pia tumeuweka katika vitabu tulivyowapa na tumeuweka pia kwenye vikwambi vyenu mlivyo navyo, na mimi nitawaongoza kwa kusoma kwa kifupi kwenye maeneo haya. Nianze na ukuaji wa uchumi.